Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Mimi ni muumini wa dini ya Mwenyezi Mungu, lakini naafiki mapendekezo yaliyoletwa kwetu na tume ya Jaji Warioba ambayo ni tume iliyoundwa na Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, gazeti la Mwananchi la tarehe 14 Aprili 2014 limeandika kuwa, na nanukuu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge, William Lukuvi ameanza kampeni kanisani kuwataka wananchi kupinga serikali tatu zilizopendekezwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Vinginevyo nchi itatawaliwa na jeshi, kwa kuwa serikali ya muungano itashindwa kuwalipa mishahara wanajeshi. Hii ni kauli ya Waziri Lukuvi ndani ya kanisa la Methodist wakati wa sherehe ya kumsimika mchungaji Joseph Bundala kuwa askofu, na Waziri Lukuvi alikuwa anamwakilisha waziri mkuu. Mheshimiwa, hii inasikitisha, na inasikitisha kwa kuwa kauli hii pia inafanana sana pia na kauli ambayo Rais Jakaya Kikwete aliitoa wakati akitoa hotuba katika bunge hili maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, Zitto Kabwe asubuhi ya leo ameeleza vizuri kwamba tatizo letu ni usimamizi mzuri wa mapato yetu ya nchi, kwamba muungano kuvunjika hauvunjiki kwa sababu ya serikali moja, mbili au tatu, ni utashi wa kisiasa. Na haya ni maneno pia Vice Chancellor wangu Mheshimiwa Pius Msekwa aliisha yazungumza. Ni utashi wa kisiasa ndio utakaovunja muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ndugu zetu wa Zanzibar wangekuwa wanahitaji muungano wa serikali moja, tungekuwa na utaratibu mzuri tu wa serikali moja, lakini sio wanachama wa CUF, sio wanachama wa CCM. Wazanzibari wote hawataki muungano wa serikali moja. Tume ya Jaji Warioba kutoa mapendekezo ya serikali tatu ni kutokana na ukweli huo. Hoja zinazoletwa hapa ni hoja za serikali moja, sio hoja za serikali mbili, lakini wenzetu serikali moja hawataki. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na muungano ambao tutakuwa na maridhiano ya pande zote mbili. Wengi wamenukuu makala niliyoitoa katika kikao cha TCD. TCD iliunda baraza la katiba, na mimi nilichambua mapendekezo ya tume, nikasema kwa mapendekezo yaliyomo ndani ya rasimu ya katiba hayatakidhi mapato ya serikali ya shirikisho. Lakini wanaoninukuu wanaishia hapo, hawaendi kwenye mapendekezo ambayo nimeyatoa. Wamenisifu sana ni mchumi mahiri, basi waendeleze sifa hizo kwa mapendekezo niliyoyatoa ya kukidhi mahitaji ya mapato ya serikali ya shirikisho. Na nimeeleza kwamba katika hali halisi utaratibu mzuri ni mapato ya kila serikali kuchangia mapato ya shirikisho, na mambo haya yaandikwe ndani ya katiba. Katiba inaweza ikasema wazi 20% ya mapato yote yanayokusanywa Zanzibar na yanayokusanywa Tanzania au Tanganyika yataenda kwenye serikali ya shirikisho, na tuweke misingi mizuri ya kukusanya kodi,
na ya kutumia fedha za wananchi ndani ya katiba ya Muungano ambayo ndiyo katiba mama, na mambo haya yanawezekana. Lakini ndugu zangu, mjadala wetu unavyokwenda, utazani rasimu iliyoletwa na serikali imeletwa na CUF au na Chadema au NCCR au Wapemba. Ukurasa wa kwanza wa rasimu unaeleza kwamba toleo hili la rasimu ya katiba linachapishwa kwenye gazeti la serikali kwa mujibu wa kifungu cha 22 ya sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83, na itawasilishwa kwenye bunge maalum la katiba kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais. Hii ni rasimu ya tume ya rais, sio rasimu ya Wapemba. Lakini katika mjadala wetu hapa, mjadala wetu umekuwa na utaratibu wa ubaguzi. Watu wamebaguliwa humu na viongozi wakubwa wanapiga makofi. Bunge hili limekuwa kama bunge la Interahamwe. Hii ni hatari kwa nchi yetu. Wapemba, Waarabu, Wahindi, Wakongo, Wahadimu, hii hatuhitaji ubaguzi katika nchi yetu. Tunahitaji katiba ambayo itahakikisha kila mwananchi anapata haki yake, wote tuwe sawa bila kujali rangi zetu, jinsia zetu, makabila yetu. Huu ndio msingi aliotuachia Mwalimu Nyerere. Tuuenzi msingi huo, tusiweze kuanza kufanya ubaguzi, na ubaguzi umefanyika ndani ya bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kauli za waziri zinatisha zaidi anapoeleza ndani ya kanisa kwamba Wazanzibari wanaotaka kuwa na nchi yao hawawezi kujitegemea, bali wanataka serikali ili wapate nafasi ya kujitangazia kuwa ni nchi ya Kiislamu. Waziri anaenda kusema hivyo ndani ya kanisa, kawahamasisha mpaka yule kiongozi wa kanisa akaeleza kwamba Askofu Bundala alisema kanisani hapo kwamba ili kudumisha muungano ni vyema katiba ya Zanzibar ifutwe ili iwepo moja ya nchi moja ambayo inadumisha muungano. Mwisho wa kunukuu. Waziri wa nchi, na anaenda kule kumwakilisha waziri mkuu, anatamka maneno kama haya. Sasa kama mlikuwa mnajua kwamba rasimu ya katiba ikipitishwa patakuwa na mapinduzi katika nchi, nchi haitatawalika, watu wataweza kwenda kusali makanisani, kwa nini mmetuleta hapa? Kwa nini mmetumia bilioni 60, bilioni 70 kwenye tume ya Jaji Warioba? Kwa nini mmetufikisha hapa? Jengo hili naambiwa limekarabatiwa kwa bilioni 8.2, hali hauamini rasimu ya katiba. Ama ilikuwa utaratibu wa kupata hizo 10%, ndio maana mmekarabati kwa gharama kubwa. Tunawataka kaja akague matumizi ya fedha zilizofanyika. Utatumiaje fedha nyingi wakati hiyo katiba inayowakilishwa kumbe hauitaki kabisa? Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hali hii, na tayari mshatangazwa ratiba kwamba tutaendelea na utaratibu huu mpaka tarehe 25. Hakuna utaratibu wowote wa kuweza kupiga kura na kufanya maamuzi kuhusu sura hizi mbili. Tumechoka kusikiliza matusi, tumechoka kudharau mawazo ya wananchi, tumechoka ubaguzi. Hatuwezi kuwa sehemu ya kundi la Interahamwe
kuhamasisha ubaguzi ndani ya Tanzania. Hili hatulikubali, hatulikubali, hatulikubali. Tunawaachia watu wote tunaotaka katiba ya wananchi, tunawaachia Interahamwe, muendelee na kikao chetu. Asanteni sana.